Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Harmonize ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na jinsi ambavyo anampa heshima Kajala. Kajala tunaona waliweza kudate na tunaona kuna mengi ambayo waliweza kuyafanya na kiukweli yanafanya Harmonize kuwa katika moja ya watu wenye bahati kwa sababu iliweza kumpa effect kubwa sana katika career yake ya muziki, na tunaona ukiachilia mbali na hivyo tunaona ameweza kufanya interview na Sky Tanzania kuhusiana na mahusiano yake yeye pamoja na Kajala. Yeye alienda straight na kumuuliza, yani Sky alimuuliza Kajala kuhusiana na jinsi ambavyo anazungumziaje, kwa nini Kajala anamweka katika rank ya juu kabisa, na kitu gani ambacho kinamfanya amuone Kajala ni mtu so special kuliko wanawake wote ambao alishawahi kudate nao. Sasa kitu ambacho Harmonize alikijibu na aliweza kuwajibu straight kabisa, na aliweza kuwapa anaweza kuwapa fact, na kwa namna moja ama nyingine aliweza kuzungumza mambo mengi sana, na wenyewe kwenye page ya Instagram waliandika sio sisi tu, hata Harmonize pia alikuwa shabiki wa kapo yake na Kajala, na anasema bado atampa zawadi kubwa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inaonekana Harmonize yeye mwenyewe alikuwa ni fan wa mapenzi yake. Yani unajua wewe una mahusiano lakini pia wewe ni shabiki pia wa mapenzi yako. Maana yake ni kwamba unayachukulia mahusiano yako katika hatua nyingine ambayo kwa namna moja ama nyingine hakuna mtu ambaye anaweza kuchukulia kama vile ambavyo wewe unayachukulia. Na jinsi ambavyo mtu anampenda ni kitu gani ambacho kuna kitu kinakufanya uweze kumwona mwenza wako kama ni mtu wa umuhimu sana. Sasa kumbuka wawili hawa tayari washatengana, na tunaona kila mara mashabiki wamekuwa kimwambia Harmonize harudiane na Kajala, kwa sababu tunaona katika vitu ambavyo mashabiki walikuwa wanapenda ni kuona jinsi ukaribu wa watu wao jinsi walivyokuwa wanaendana, lakini pia tunaona walikuwa wakienda gym pamoja. Ni moment ambazo kiukweli kila washabiki wa Harmonize anazikumbuka kwa kipindi kile. Sasa mara ya mwisho kumuona Harmonize akiwa na Kajala ilikuwa kwenye mechi ambazo zilikuwa zinaendelea, ambapo tunaona Harmonize alinyanyuka alipokuwa amekaa na kumfuata Kajala alipokuwa amekaa kwenye kiti na kuweza kumkumbatia, kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba Harmonize alikuwa bado anahisia na Kajala. Na tunaona watu waliokuwa pale karibu walivyoona ile tukio kiukweli wameweza kufurahia, kwa sababu waliona Harmonize amefanya kitu kikubwa na kwa ujasiri mkubwa. Naye pia Kajala wala hakuwa na ajizi, alikubali kumkumbatia Harmonize, kitu ambacho kilimfanya hata mtoto wa Kajala Paula kujisikia vibaya, kwa sababu alionekana kabisa kwamba ameshukia kitendo cha Harmonize kumkumbatia mama yake kipindi kile. Sasa kupitia interview hii tunaona ameulizwa mambo mengi sana. Aliulizwa kwa nini namchukulia Kajala katika umuhimu au ukubwa kama ilivyokuwa zamani. Yeye anasema Harmonize kwamba kuna vitu ambavyo watu hawafahamu. Yeye ametoka katika familia ya kimaskini kabisa, na hata anapobarikiwa kitu au pesa au mafanikio fulani huwa anatoa msaada kwa mtu ambaye ana deserve, yani anayestahili, yani anatoa heshima au zawadi kwa mtu anayestahili. Kwa hiyo anamwona Kajala kama ni mtu ambaye ana deserve more, yani ana deserve zawadi zaidi hata ya vile alivyowahi kumpa. Kwa mfano, nakupa mfano ambayo utaweza kunielewa. Wakati akiwa na mahusiano na Kajala tunaona aliweza kumpatia zawadi ya aina ya Range. Aliweza kununua magari mawili, mmoja akampatia Kajala. Alinunua Range akaandika Kajala 1 na Range nyingine akaandika Kajala 2. Alafu sasa akampatia zawadi ya Range Kajala. Lakini licha ya hivyo tunaona hata lile duka la Paula aliyelifungua alikuwa ni Harmonize, kwa sababu alimuuliza Paula ni kitu gani ambacho nakitaka labda nikufanyie ambacho kitaweza kusaidia hata mbeleni, au kitu ambacho kinaweza kusaidia katika career yako na stuff like that. Yeye Paula akamuomba duka na duka likafunguliwa. Kwa hiyo
mapenzi yalivyoisha, maneno yakazungumzwa kwamba Harmonize anataka arudishiwe gari, lakini in fact ni kwamba hakuna kibaya kilichotokea, bali Harmonize aliendelea na maisha yake na Kajala akaendelea kulitumia gari kama kawaida mpaka leo hii. Sasa katika hii interview Harmonize amezungumzia kwa hisia kali kabisa kwamba yani katika vitu ambavyo anatamani kumfanyia Kajala, yani ukiachilia mbali na ile range, anatamani kumnunulia kitu kingine kikubwa kabisa. Kwa anaweza kumnunulia pia gari ambalo ni kubwa, au sio, ambalo kwa namna moja ama nyingine ni zawadi ambayo kiukweli yani Harmonize anatamani ampe Kajala, na anasema kabisa kwamba yeye anachokiona, yeye atampatia Kajala zawadi, na hata kama ameolewa, yani hata kama Kajala ameolewa, yeye hajali. Hata kama sio na mchumba, sio na mahusiano, atajua yeye, lakini yeye ni kwamba atampatia zawadi no matter what. Sasa maoni yalikuwa kama yafuatavyo. Mmoja kaandika oya mapenzi hisia, mmoja kaandika big true to be honest, jamaa anaongea pointi halafu yuko very straight. Mwingine sema kwa hiyo Harmonize haizimaliza interview bila kuongea Kiingereza sio? Amesema Sky mnafiki, kwa yule dada wetu wa Mbeya mwenye makubwa hukumpenda, moyo wako ulikuwa kwa Kajala. Mwingine sema kwamba my favorite media. Haya, shukrani sana. Mwingine anasema kwamba sasa Harmonize naye ni king'ang'a jamani. Wakimfananisha na Zuchu leo hii anavyomng'ang'ania Diamond, wanasema pengine Harmonize naye pia ni king'ang'a. Haya, mwingine anasema kwamba ilikuwa ni fire, yani hili penzi lilikuwa ni fire, kiasi kwamba hakuna ambaye kuwafahamu. Kwa hiyo ukitazama kwa upana wa jinsi ambavyo watu wanavyozungumza, ni kwamba wanatamani hili jambo liweze kuwa settled, kwa sababu inaonekana kuna mazungumzo pande mbili, upande wa Harmonize na upande wa Kajala. Inaonekana kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake, lakini kilicho chini ya carpet ni kwamba Harmonize yeye ndiye anayeonekana anamhitaji zaidi Kajala na anatamani aweze kumfanyia makubwa. Sasa kabla sijamaliza, ni kwamba wakati alivyomkosea mara ya kwanza Kajala aliweza kumwomba msamaha kwa kumpa range. Je, sasa hivi anavyotaka kurudiana na Kajala atampa zawadi gani? Utanishushia katika upande comment section, kwa sababu inaonekana ashajua udhaifu wa Kajala. Kwa hiyo mara kwanza ilimpa range wakarudiana. Je, sasa hivi ataenda kumpa zawadi gani? Basi utadondosha maoni yako katika upande wa comment section. Nashukuru kwa time yako, tukutane katika habari nyingine nyingi ndani ya Mkubwa Media.